Burkina Faso Captain Ibrahim Traore ambaye alichukua utawala nchini humo kufuatia mapinduzi aliyoongoza dhidi ya Luteni Kanali Paul Henri Damiba mnamo Septemba mwaka 2022. Tangu aingia madarakani, Burkina Faso imekuwa ikitajwa katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa. Kwanza ameondoa nchi yake katika muungano wa kikanda wa nchi za magharibi mwa Afrika ECOWAS. Burkina Faso imejiunga na muungano wa mataifa ya Sahel yanayojumuisha pia mataifa ya Niger na Mali. Amekuja na mwamko wa kupinga sera za magharibi na pia ameondoa nchi yake katika ushirikiano wa mkoloni wake wa zamani Ufaransa na kugeukia kwa Urusi na mambo mengine mengi. Mwenendo wake unaonekana kuwashawishi na kuwavutia vijana wengi barani Afrika kila linapotajwa jina lake. Lakini nini hasa wanachovutiwa nacho hawa vijana kwa kiongozi huyu wa kijeshi? Naungana na Godfrey Mchungu, kijana kutoka Tanzania, mwandishi wa habari pia lakini mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Godfrey, unanipata bila shaka? Nakupata vizuri sana. Uko vizuri? Nipo vizuri sana. Kwanza tuanze na hili la ushawishi. Wewe kama kijana, unahisi ni kipi hasa kinaovutia vijana wa Kiafrika kwa kiongozi huyu wa Burkina Faso Ibrahim Traore? Kwanza ukitazama kwenye siasa za Afrika na siasa za Afrika Magharibi, hususan katika ukanda wa Sahel, Captain Ibrahim Traore ni kiongozi ambaye amekuwa akichukua taswira kubwa sana kwenye siasa za Kiafrika, vile vile katika namna gani viongozi wanaweza kutafsiri matokeo, kutafsiri siasa kwa ajili ya matokeo. Tangu alivyoingia mwaka 2022 kwa ajili ya mapinduzi, ni kiongozi ambaye ameonekana anawiwa na kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi ya Burkina Faso, viongozi wa Kiafrika na rasilimali za Kiafrika zinakuwa zinawajibika na kuwafaidisha wananchi wa Kiafrika. Kwa hiyo vijana wengi ukitazama wananchi wa Kiafrika ambazo ukitazama bara Afrika lina watu milioni 1.5 na ukitazama 70% ni vijana. Kwa hiyo vijana wengi wanamtazama kama ni taswira yake ya kuweza kujionyesha kwamba ni kiongozi ambaye anawakilisha taswira yao na anawakilisha matarajio yao. Kwa hiyo mtindo wake wa kuvaa, mtindo wake wa uongozi, mtindo wake wa kupigania maslahi makubwa ya nchi ya Burkina Faso na pia umechukua taswira pana ya siasa ya Afrika. Na kama ulivyosema hapo, tunafahamu kwamba Ibrahim Traore ameingia madarakani kwa mapinduzi na ikiwa na maana kwamba sio kwa njia ya kidemokrasia. Sasa swali ni kwamba vijana hawa ndio walikuwa wanajiuliza hapa, wanavutiwa na yeye kutanguliza maslahi ya nchi mbele na siasa au siasa zake, kama kwamba tu wanamkubali kwa jinsi tu anavyoendesha mambo yake? Kwanza ukitazama katika nchi za Kiafrika kumekuwa na mpito wa demokrasia. Ukitazama nchi za Kiafrika wamekuwa na maswali mengi kwa hiki ambacho kinaitwa demokrasia ya kimagharibi. Kwa hiyo Captain Ibrahim Traore ukitazama na wenzake kwa mfano Niger, Abdulrahman Niger na ukenda kule Amani, wamekuwa wakihakikisha kwamba demokrasia ya kimagharibi ambayo iliingia miaka ile 60 kwamba haijanufaisha nchi za Kiafrika. Kwa hiyo wananchi wengi wa nchi za Kiafrika, wananchi wengi wa Sahel wamekuwa na maswali namna gani demokrasia ya kimagharibi haijipitia matokeo ya maisha yetu ya kila siku moja kwa moja. Kwa hiyo mtindo wa viongozi kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi za Kiafrika zinawafaidisha Kiafrika, wananchi wa Kiafrika, mtindo wa viongozi kuhakikisha kwamba namna gani viongozi wanatafsiri uongozi kwa ajili ya kupata matokeo umekuwa ni mtindo mpya wa siasa ya nchi za Kiafrika. Na hili inaonyesha kwa mfano hiki ambacho kinaitwa demokrasia ya kimagharibi imekuwa ikiwalazimisha baadhi ya viongozi wa Kiafrika kuweza kupigania maslahi ya kimagharibi na sio maslahi ya wananchi wa Kiafrika. Kwa hiyo wananchi wengi na vijana wengi tumekuwa tukimhusuru kwa sababu ni kiongozi ambaye cha kwanza anakuja na mtindo mpya wa kupigania maslahi mapana ya Kiafrika, ili kuhakikisha sana kuhakikisha kwamba rasilimali na utajiri wa Kiafrika unawafaidisha wa Kiafrika na wananchi wa Kiafrika na kuwa wanaweza kujiamini zaidi. Mtu anaweza kuwa anajiuliza, hili wimbi la vijana kumkubali kiongozi aliyeingia madarakani bila kuchaguliwa linaiweka wapi demokrasia ya Afrika? Mtazamo ni kwamba kumekuwa kuna maswali mkanganyiko, maana kwamba Afrika ni tofauti, kwa sababu tunajua mifumo ya demokrasia tunahitaji wananchi waweze kuchagua viongozi wao ili waweze kuwaweka madarakani, na hiyo sana tunaita kwenye uchambuzi wa siasa ni kwamba serikali itakuwa na uhalali wa kisiasa. Lakini kwa mazingira ya nchi ya Burkina Faso tumeshuhudia pale ambapo wananchi wa nchi za Sahel ikiwemo Burkina Faso wakiweza kuwakataa viongozi wao kwa msingi
wamewachagua kidemokrasia. Lakini kimsingi ni kwamba tunaweza kuangalia kwa nini viongozi hawa wa kidemokrasia wamekuwa wakikataliwa na wananchi katika ukanda wa Sahel. Na hiyo inaonyesha kwa mfano imesambaa kuanzia Mali, Burkina Faso, Gabon, Niger. Kwa hiyo wananchi wa Afrika wamekuwa na maswali dhidi ya demokrasia nchini magharibi. Kwa mfano sana katika ukanda wa Sahel inatajwa kwamba alikuwa anashikilia mkoloni wa zamani wa Ufaransa, ambaye inatajwa kwa mfano nchi ya Ufaransa ilikuwa ikimiliki vikosi vya wanamgambo wa jeshi la Sahel, ikiwa Burkina Faso imekuwa ikimiliki makampuni makubwa ya kuzalisha madini ya uranium, lakini wananchi wa Sahel wamekuwa wako kwa elimu ya mantiki. Kwa hiyo watu ambao wanasema kwamba demokrasia ya kimagharibi haiendeleza kuzaa matunda, na watu ambao wanasema kwamba tunahitaji kuchagua viongozi ambao watakuja kupigania mustakabali, watakuja kupigania maisha, watakuja kupigania maslahi yetu, ni moja ambayo kimsingi imekuwa na tatizo. Lakini kwa watetezi wa demokrasia wanasema kwamba viongozi wao sahihi wanavunja demokrasia ya watu kuchagua viongozi wao, lakini kwa mtazamo wa kiwanamajumui, mtazamo wa Pan-Africanism, ni kwamba viongozi wao wamekuwa wakilinda maslahi ya Waafrika na rasilimali za nchi za Kiafrika. Godfrey, nitarudi kwako muda usiokuwa mrefu. Upande wa pili wa studio yuko hapa Lilian Mtono. Uliweka chapisho mtandaoni ukiuliza wa vijana wa Kiafrika swali hili kwamba wanashawishika na kipi hasa kwa Ibrahim Traore. Wanasemaje huko mtandaoni? Suleiman, wanasema mengi, wanamsifu kwa ujumla Traore. Kwa mfano Ali Dadi ndivyo wanavyojiita hapa. Anasema huyo ndio rais, wengine ni wapigaji. Na tumai na mwenzetu kutoka huko Tanzania na tusikiliza sikilize maoni ya vijana na wachangiaji wetu hapa, pengine naye atakuwa na mawili matatu ya kuongezea. Anaitwa DJ Shukuru Musai, yeye yupo Kongo huko Butembo. Anasema Traore, tunakuhitaji hapa kwetu Kongo, hata kama wewe sio raia wa Kongo, lakini ukifika hapa kwetu lazima tutakupa kibali ili uwe Mkongomani, alafu tukuchague uwe rais. Ni maoni yake DJ Shukuru. Lakini Queen anasema dalili ya kiongozi mzuri huwa hasomi karatasi, anapotoa hotuba anatoa kichwani. Huyo jamani mfano mzuri, yani anajua nini anataka kukifanya. Rais wa Faransa alisema, hebu tuimarisha na mnukuu, hebu tuimarisha urafiki wetu na tuanzishe vituo vya kijeshi vya Ufaransa huko Burkina Faso. Lakini Captain alimjibu, tayari wewe ni rafiki na Marekani, Uingereza, Brazil na Canada. Je, huko una kambi za kijeshi? Alimjibu hivyo. Lakini Hassan Wandi anasema itoshe kusema nampenda sana, hata nikieleza mazuri yake haitoshi, upendo tu wa. Asante bila shaka hata maoni yale yasoma yanaonyesha watu kumkubali Ibrahim Traore. Sasa rejea kwako bwana Godfrey Mchungu, unahisi Afrika inahitaji kweli viongozi wa aina yake Ibrahim Traore? Ukitazama ni kwamba ukikumbuka au kama unakumbuka hotuba ya mwisho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa wa Tanzania, ambaye alitoa kule Ghana, alisema wazi kabisa kwamba kizazi cha kwanza cha viongozi waliweza kupigania uhuru wa mataifa yao, kwa kwamba waliweza kupigania uhuru wa kisiasa. Kizazi cha pili na kizazi cha tatu kina wajibu wa kupigania ukombozi wa kiuchumi. Kwa tunahitaji viongozi kama kina Traore ambao wanapambana na maslahi makubwa ya kiuchumi. Tunahitaji viongozi kama wakina Traore ambao wanapigania na kuweza kutafsiri siasa kuweza kuleta matokeo. Na kimsingi ni kwamba katika nchi za Kiafrika tangu tumepata uhuru na miaka ile ya 60, ukianza na Ghana mwaka 1957, tumekosa viongozi ambao wanaweza kutafsiri siasa kwa ajili ya matokeo ya watu. Vile vile tumekosa viongozi ambao wanapigania rasilimali za nchi za Kiafrika. Ukiangalia takwimu katika kile kinachoitwa nchi ambazo zina rasilimali au bara ambalo lina rasilimali, Afrika ni bara ambalo lina watu wengi, kwa kwamba ni bara ambalo lina nguvu kazi, watu bilioni 1.5, bara ambalo lina rasilimali, na bara ambalo kitazama limekuwa lina ardhi kubwa kwa ajili ya kufanya shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo tunasema kwamba tunahitaji viongozi ambao wanaweza kupigania maslahi ya Kiafrika, viongozi ambao wataweza kutafsiri rasilimali za Kiafrika kwenda kwa utajiri na kuweza kuinua maisha ya watu. Kwa hiyo Traore amekuwa na ushawishi kwa sababu uongozi wake, harakati zake, falsafa zake, imani yake zimekuwa zikigusa maisha ya watu moja kwa moja. Kwa hiyo hichi tunachokiona nafikiri matokeo
ya falsafa, mikakati, mitindo ya kiongozi kuweza kupigania na kugusa maisha ya watu. Mtu pia anaweza anasema kwamba kwa anachokifanya Traore sasa, vijana wa Afrika kweli mnaamini kwamba kinaweza kufanyika katika mataifa mengine pia ya Afrika? Atuunge mkono harakati za mapinduzi au harakati za kuongoza kwa nguvu, lakini tunatamani viongozi waweze kutafsiri uongozi wao kwa ajili ya kuweza kugusa maisha ya watu. Mwalimu wetu kufundisha kwamba uongozi maana yake ni daraja, uongozi maana yake ni kugusa maisha ya watu, uongozi maana yake ni kuwatumikia wengine. Tazama kwa mfano Ibrahim Traore amepunguza mshahara wake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma muhimu kwa ajili ya maisha yao. Tazama kwa mfano katika ziara ambayo alifanya kule Kremlin kule Urusi, alimwambia Rais Vladimir Putin kwamba hatuhitaji msaada wa chakula katika nchi za Afrika, tunahitaji teknolojia tuje kuwekeza katika nchi zetu tuweze kujitegemea kwa chakula. Kwa kimsingi ni kwamba utamtazama kiongozi ambaye amekuwa akiwiwa, ana tamaa kubwa, ana hofu kubwa vile ya mustakabali wa watu ambao kimsingi anawaongoza. Kwa hiyo akasema kwamba kiongozi ambaye amekuwa akigusa masuala mapana ya nchi za Afrika. Mwisho kabisa, huku kumkubali kwenu kiongozi huyu Ibrahim Traore, kunatuma ujumbe gani kwa viongozi wa wengine wa mataifa ya Afrika kwa ufupi? Yes, kwanza kinachotoa taswira kwa viongozi wa nchi za Afrika ni kwamba lazima wajue kabisa kwamba vijana katika nchi za Afrika wamekuwa na matarajio yao. Vijana katika nchi za Afrika wengi sasa hivi wamesoma. Vijana nchi za Afrika wanajua kabisa kwamba wanatakiwa kuishi kama ni sehemu muhimu, mustakabali muhimu kwa ajili ya maisha yao. Kwa hiyo tunatamani viongozi wa nchi za Afrika waweze kuwa viongozi kwa ajili ya watu. Tunatamani nchi za Afrika waweze kutafsiri siasa kwa ajili ya matokeo. Tunatamani viongozi wa Afrika waweze kugusa maisha ya watu. Kwa hiyo Traore ni mfano wa kuigwa, ni mfano mzuri wa viongozi wa Afrika ambao wanagusa maisha ya watu moja kwa moja. Godfrey Mchungu, tunakushukuru sana kwa kujumuika nasi kuweza kumzungumzia kiongozi wa Burkina Faso Ibrahim Traore na ushawishi wake kwa vijana wa Afrika. Asante sana.